Habari. Leo tazungumza kwa habari kidogo sana, kwa habari ya malaika, kwa habari ya thamani yako mwanadamu. Lazima ujue thamani yako mwanadamu ni ipi. Kwa habari ya malaika, ni wajumbe wetu hapa duniani. Kwa nini? Ebrania anasema mtu ni nani hata umtizame. Daudi pia anasema, Mungu anasema kwamba mtu ni nani hata umtizame, umemfanya punde mdogo kuliko malaika. Ina maana kwa lugha nyepesi, malaika ni wajumbe wetu. Malaika ni watu ambao sisi tunatakiwa tuwatume, wanatuletea mahitaji yetu. Ndio maana nasema kwa habari ya malaika ni wajumbe wetu hapa duniani. Anasema hivi Ebrania 1:14 anasema, je, hao wote si roho watumikao wakitumwa kuwahudumu wale watakaourithi wokovu? Atakayeurithi wokovu ni mwanadamu peke yake. Kwa mwanadamu ukijua kwa habari hiyo, utajua thamani yako. Malaika walikosa, hawajasamehewa mpaka leo, wako gerezani na wanasubiri hukumu. Mwanadamu alikosa, Mungu alimfuata mara ya pili kupitia Kristo Yesu, kupitia msalaba ili amnunue tena. Kumbe mwanadamu, thamani yako ni kubwa sana kama tu utajua namna ya kumtumikia Mungu au kuenda na Mungu. Jinsi Mungu anavyotazama jicho mwanadamu, anakutazama kama mtu wa thamani sana. Anasema hivi kwa habari ya malaika usema, Ebrania 1:7, kwa habari ya malaika usema, afanyaye malaika wake kuwa pepo na watumishi wake kuwa miari ya moto. Malaika amekuwa kama upepo. Presence ya malaika inawakilishwa zaidi na upepo wakati mwingine, lakini mwanadamu amefanywa katika jicho la miari ya moto. Kara moto, mwanadamu miari ya moto. Mwanadamu ni moto ulao, anasimama. Kwa nini? Mfano kamili wa Mungu. Sisi ni miungu wa dunia hii, ni mfano kamili wa dunia hii. Kwa ukijua siri hii kwamba malaika ni wajumbe wako, unakuwa unaweza kuwaomba waje wakupe vitu na wewe uwape ujumbe wa kupelekea kwa Baba. Kwa wao ni wajumbe. Ndio maana kila ambaye alikutana na malaika alipotaka kuwasujudia wakasema